Na tukielekea katika masuala ya uwindaji haramu, ni tishio kubwa kwa uhifadhi wa wanyamapori na ustawi wa sekta ya utalii hapa nchini. Ongezeko la umaarufu wa nyama ya wanyamapori na pia limezidisha uhalifu huu. Ili kukabiliana na tatizo hili, nchi hii imetunga sheria madhubuti za kulinda wanyamapori ambazo zimefanikisha vita dhidi ya uwindaji haramu, huku wanaotekeleza uhalifu huu wakihukumiwa vifungo gerezani ili kuwajibikia matendo yao. Madhila ya kufungwa gerezani yamewafanya baadhi ya wahusika kubadili na kuwa watetezi wa uhifadhi wa wanyamapori. Bernard Maranga anatuarifu zaidi. Katika gereza kuu la Kajiado, Jackson Mulwa anatumikia kifungo gerezani kwa kosa la kuua na kuuza nyama ya twiga. Mulwa, ambaye anatoka eneo la Kibwezi, alihamia Kajiado baada ya kupata kazi ya shamba. Hata hivyo, shoka lilimwangukia pale alipofumaniwa na maafisa wa huduma ya wanyamapori waliokuwa wakishika doria akiwa na kilo kadhaa za nyama ya twiga aliyokusudia kuuza. Nilimtega na waya, nikamuua, nikakata nyama. Nilikata kama kilo 3 hivi, nikabeba kile nyingine nikaacha hapo. Ndio niende kwanza niuze, alafu nirudie ingine. Sasa kufika hapo kwa soko, ndio nikapatana na maaskari wa KWS. Wakaniweka pigo na wakanibeba na hizo nyama mpaka station. Katika kaunti jirani ya Taita Taveta, kwenye gereza la Manyani, tunakutana na mhudumu wa bodaboda Simon Bajila mwenye umri wa miaka 27 ambaye alinaswa na maafisa wa usalama akiwa na nyama ya paa. Ni kosa lililomsababishia kufungwa gerezani kwa miaka 8. Sasa anajutia kitendo hicho ambacho kilimtenganisha na familia yake. Makosa yenye alinifunga nayo ni ya kakas. Wanyama si wa kuuawa. Wanyama wako na faida kubwa sana hapa kwetu Kenya. Hamasa kuhusu adhabu ya uwindaji haramu imeanza kuzaa matunda. Jacob Baya Doya kutoka kaunti ya Kilifi alikuwa mwindaji haramu, lakini sasa yeye ni balozi wa uhifadhi wa wanyamapori. Maisha yake yalibadilika baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa tuhuma za kuuza nyama ya wanyamapori. Na wale vijana wenzangu kuacha hiyo kazi, manake hiyo kazi, jambo la kwanza kipatikana na mkono wa serikali, hakuna msamaha. Nitulinde mazingira. Hifadhi ya kitaifa ya Amboseli ni makazi ya aina mbalimbali za wanyamapori ambao ni kivutio cha watalii na ni mojawapo ya mbuga maarufu zaidi humu nchini. Mbuga hiyo ndogo haijazungushwa ua na hivyo wanyama kutoka humo huwa wanatangamana na jamii. Mbali na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame, mimea vamizi, ugawaji ardhi katika vipande vidogo vidogo ambao umepunguza eneo la uhifadhi wa wanyamapori, uwindaji haramu unasalia kuwa changamoto kubwa, lakini shirika la KWS limebainisha maeneo yanayolengwa zaidi na wawindaji haramu na kuweka mikakati ya kukomesha kero hilo. There has been issues of bushmeat challenges and this is majorly for commercial purposes. The people who are interested in this business, they get into our ecosystem, bring down one wildlife or bring down a wildlife, and then they cross over with it to Tanzania, where they then sell it to get some money. Some of the areas, again, which are known to be hotspots are places which have attracted different people, places where there has been elements of farming around, and therefore people come to look for casual jobs. They are basically not locals. There are people either from other places, majorly from Tanzania and the neighborhood in Kenya. Kwa upande mwingine, mbuga ya Tsavo ndiyo hifadhi kubwa nchini, ikitanda katika kaunti 7 za Taita Taveta: Kwale, Kilifi, Tana River, Kitui, Makueni na Kajiado. Mbuga hii ina idadi kubwa zaidi ya wanyamapori humu nchini, wakiwemo ndovu. Kulingana na Wilson Njue ambaye ni msimamizi wa hifadhi ya Tsavo, visa vya uwindaji haramu vimeongezeka katika kaunti za Kitui, Kilifi na Taita Taveta. If you look at the statistics, the last 4 to 5 years, we have seen a spike where people are now getting involved in bushmeat poaching, and we are seeing a trend that is rising. Like for example, the conservancies and the ranches,
there are these communities that live within those areas and those who also live within the boundaries of the national parks. In fact, almost 60% of the poachers that we're getting them from conservancies where charcoal production is so high. So we have those people who are involved in charcoal production actually consuming the meat from wildlife. Licha ya uwindaji haramu kuwa tisho kwa wanyamapori humu nchini, utekelezaji wa sheria za uhifadhi pamoja na elimu kwa jamii utapiga jeki juhudi za uhifadhi na utunzaji wa wanyamapori hapa nchini. Bernard Maranga, KBC, Channel 1.